Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapomwezesha mtoto wa kike tusimsahau pia mtoto wa kiume ambaye pia anakutana na changamoto nyingi za malezi. Je, serikali ina mpango gani maalum au mkakati gani maalum wa kuhakikisha kijana wa kiume anajengwa na kulinda ili aweze kuja kuwa kiongozi bora na baba bora wa kesho? Ajibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Fatma kwa swali lake la nyongeza zuri ambalo linapenda kujua ushiriki wa watoto wa kiume kwenye masuala haya ya malezi na makuzi. Napenda kusema kwamba watoto wote ambao wanasimamiwa chini ya wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ni wa jinsia zote. Na katika mikakati yote tunapotamka neno mtoto wa kiume anakuwa ni sehemu. Mfano, tunatekeleza mkakati wa vikundi vya malezi vya wazazi. Wazazi hawa wanafundishwa jinsi ya kwenda kufanya malezi na makuzi ya watoto. Ndani mle wanaume wapo ambao ni baba zao na hawa watoto. Tunatekeleza elimu kwa jamii inayohusu masuala yanasema familia bora, taifa imara. Tayari wazazi ambao wameshiriki kwenye hii program au hii kampeni ni kama 550,000 hivi, lakini kati yao 157 na pointi ni wanaume. Kwa hiyo tunawafikia watoto hawa kupitia wazazi wao wa kike na kiume. Lakini tukienda mashuleni tuna madawati ya ulinzi wa watoto. Madawati ya ulinzi wa watoto ni watoto wote, wa kike na wa kiume, na kwenye uongozi pale kiongozi ni mwanamke na mwanamume kwa pamoja. Kuna mabaraza ya watoto tunayafanya. Haya mabaraza ya watoto yanaanzia kijijini, kwenye mitaa, kwenye kata. Haya nayo ni watoto wote wako mle ndani. Na tumekuwa na watoto wa kutosha wa kiume wanakwenda kuwakilisha nje ya nchi wakitokea kwenye haya mabaraza. Ukiangalia sheria ya mtoto ilivyojengwa inamshughulikia mtoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo napenda tu kusema kwa ufupi tunazingatia masuala haya, na ili kuongeza nguvu zaidi tumesajili vyama vya wanaume mbalimbali, na sikio nawasilisha bajeti tarehe 1 Juni walikuwepo. Lengo ni kuchukua mtandao wa wanaume uingie ushike nafasi yake katika kuangalia maslahi ya wanaume, sio wakubwa tu bali na watoto. Na hapa Mheshimiwa Baba Levo tunatarajia kumteua awe balozi wa wanaume. Lengo ni kwamba kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao watuletee zile hoja, wapi tuna miss point katika kusuka mikakati yetu. Hili linakwenda sambamba na Mheshimiwa Kampala pia. Hawa tumewaona wanaweza wakatusaidia sana kwenda vizuri kwenye hii wizara, ili hili swala mwishowe lipate majibu ya kutosha na ya kina yanayowaridhisha wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.